Mradi tukumbushane vijana kama tulivyoambiwa na viongozi wetu. Kwa hiyo tuamini nguzo ya 6, mpango wa Mungu. Wanaotaka kwenda kuandamana, maana yake wametia nia ya kwenda kupingana na mpango wa Mungu. Tumngoe Mama Samia. Mungu kamteua, unasema wewe hatukutaki, tunaleta wa kwetu. Maana yake unapingana na nguzo ya 6, alafu unajiita Muislamu. Lazima uamini mpango wa Mungu, kadari. Mungu kaamua Mpogoro awe ndiyo mkuu wa wilaya wa Ilala, na leo awakilishe na mwenziwe. Hata mimi pia nilikuwa napenda niwe mkuu wa wilaya. Mungu kaniangushia kwenye ushehe. Nguzo ya 6. Mstaikimea mlikuwa wengi mnataka nafasi hiyo. Kuamini mpango wa Mungu kakupa wewe kuwa ndio meya wetu. Kakaangu Mheshimiwa Chaulembo, mlikuwa wengi mnataka ubunge, mpaka mwanangu yule Rashid ni alikuwa anataka ubunge. Alikuwa anataka kuangushe. Lakini Mungu kateua uwe wewe na madiwani nyote, tuamini. Kwa hiyo tusiende Waislamu, tusiende kwenda kushindana na mpango wa Mungu, tusubiri temu ijayo. Lakini nigeuke kwa Wakristo. Mathayo 5:9. Na wale Wakristo, Mathayo 5:9. Heri ya wale wapatanishi, kwa maana wataitwa wana wa Mungu. Ukiwa mpatanishi unaitwa mwana wa Mungu. Unajihitaje wewe mchungaji, alafu wewe unakuwa ndio mchochezi, wakati Bible inasema heri ya wapatanishi, kwa maana wataitwa wana wa Mungu. Kakaangu akaitikia hapa amen. Niwaombe na wale Wakristo wote, twendeni tukashike pembe za jamvi la kikao, tukawe wapatanishi, ili tupate baraka ya kuitwa wana wa Mungu. Na maana halisi ya wana wa Mungu, maana yake ni wapendwa wa Mungu. Ingekuwa kwenye sheria, babu yangu, rafiki yangu, chawa wangu Sheikh Jongo wana kitu katika sheria wanaita qiyas wa aksi. Kama wapatanishi wataitwa wana wa Mungu, wapendwa wa Mungu, wachochezi wataitwa nani? Wapinzani wa Mungu. Kama wewe Mkristo wa kweli uko tayari kuitwa mpinzani wa Mungu, hizi ndo shukurani zangu, na kuombeni kila mmoja